Mtazamaji wa ITV, karibu katika kipindi cha Ijue Sheria. Leo uko nami wakili Wilson Mukebezi ambaye ni mbia au partner katika kampuni ya mawakili ya BME Akolo iliyoko Dar es Salaam. Nikukaribishe uwe nami kwa muda wote wa kipindi, na leo nimechagua eneo kidogo ambalo sio Watanzania wengi wanaliangalia au kulifuatilia, ingawa ni eneo muhimu sana katika maisha na ustawi wa Watanzania wengi na hasa wa kipato cha chini. Na eneo hili ni eneo la idara ya misitu. Ni nadra kidogo kwa wanasheria wengi kuhangaika na eneo hili, lakini kwa kweli ni eneo ambalo linagusa sana maisha ya watu, na kwa sababu ya taratibu ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuliendesha eneo hili chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, tushukuru serikali imeendelea kujitahidi kutunza misitu na kusimamia rasilimali za misitu. Kanuni zipi zinasimamia maliasili inayotokana na misitu? Misitu inasimamiwa na sheria ya misitu ya mwaka 2002. Na sheria hii ina mambo kadhaa mengi kidogo, lakini kwa namna ya kipekee inampa pia mamlaka waziri mwenye dhamana ya maliasili na utalii kutengeneza kanuni mbalimbali ambazo zinaongoza katika kusimamia rasilimali zinazotokana na misitu. Na kanuni ziko nyingi kidogo. Kuna kanuni kama 3 au 4 ambazo zinahusika katika kusimamia rasilimali za misitu na idara mbalimbali za misitu wakiwa wanasimamia. Lakini leo kwa namna ya pekee kabisa nimeona nikupitishe walau kwenye kanuni ambazo zimetengenezwa mwaka huu. Na kanuni hizi kimsingi ukiziangalia zinajaribu kupitia kanuni zile nyingine za nyuma za mwaka 2004 ambazo zimekuwa zikitoa maelekezo namna gani mazao ya misitu misitu yenyewe itavunwa na mazao yake yatafanyiwa biashara. Kanuni nilizonazo mbele yangu leo ni kanuni za misitu kwa ajili ya usimamizi endelevu wa uvunaji wa miti, usafirishaji wa mazao ya misitu, lakini vile vile namna ambavyo biashara ya mazao ya misitu inapaswa kufanyika. Kanuni hizi zimetolewa mwaka 2019 kama nilivyosema, na zimetolewa kupitia tangazo la serikali namba 417 ambalo lilichapishwa tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2019. Kuna jumla ya kama kanuni 15 kwenye tangazo hilo ambazo leo basi mtazamaji tutapenda kuziangalia na tuone zinaleta kitu gani kipya katika maisha au kwa wafanyabiashara, lakini vile vile pamoja na wale ambao wanahusika na biashara hii ya mazao ya misitu. Kanuni hizi zimeletwa kwa maksudi gani? Kanuni zimeletwa kwa ajili ya kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa misitu, au zinampa maelekezo mkurugenzi wa misitu kutengeneza mpango wa uvunaji wa misitu. Na mamlaka ambayo amepewa kwa ajili ya misitu ya taifa, nikimaanisha misitu ambayo inasimamiwa na serikali kuu. Lakini vile vile kanuni zinaonyesha kwamba kuna misitu ambayo inasimamiwa na serikali za mitaa, pia mkurugenzi anapaswa kutengeneza mpango wa uvunaji katika misitu hiyo. Lakini kuna misitu ambayo pia inasimamiwa na vijiji. Wengi wetu sidhani kama tunajua kwamba vijiji pia vinamiliki misitu. Lakini vile vile kuna misitu ambayo haiko kwenye usimamizi maalum. Tunaita misitu ambayo iko kwenye general land, ambayo ni misitu vile vile ambayo inapatikana kwenye vijiji, lakini haimilikiwi na vijiji moja kwa moja, kwa sababu iko kwenye ardhi ambayo kimsingi watu wa vijiji hawawezi kuingilia. Na kanuni zinaelekeza kwamba huo mpango wa uvunaji ambao mkurugenzi wa misitu atautengeneza, basi unapaswa kuendana na mpango
wa usimamizi wa misitu. Kwenye hii misitu, kuangalia sheria ya misitu, kuna sheria ya misitu inaelekeza kwamba kila msitu ambao uko kwenye uhifadhi basi utengenezewe mpango wa usimamizi ambao unakuwa na mambo mengi kidogo. Lakini hapa sasa tunaonyeshwa kwenye kanuni maelekezo kutoka kwa waziri kwamba basi mkurugenzi wa misitu anapaswa kutengeneza mpango wa uvunaji ambao utaendana sawa na mpango wa usimamizi wa msitu husika. Misitu ambayo nimeshaielezea ni mitano, na ambayo ni misitu inayosimamiwa na serikali kuu. Tuna misitu ambayo inasimamiwa na serikali za mitaa, kuna misitu ya vijiji, lakini vile vile kuna misitu ambayo iko kwenye vijiji lakini haina usimamizi wa vijiji. Kwa maana nyingine kwamba vijiji vinakuwa havina mamlaka ya moja kwa moja ya kusimamia misitu hiyo. Kitu kingine ambacho kimeletwa na kanuni hizi ni kwamba kwenye kanuni kuna kamati ambayo inafahamika kama kamati ya uvunaji ya wilaya. Na hii kamati ina majukumu kadhaa. Labda kwanza kwa kuanzia ni wajumbe wake, mwenyekiti wake anapaswa kuwa mkuu wa wilaya. Alafu anafuata ofisa maliasili wa wilaya. Lakini kuna ofisa misitu wa wilaya, anapaswa kuwa kwenye kamati hiyo. Kuna mwenyekiti wa kijiji husika, kwa sababu kwenye misitu hii mingi iko kwenye vijiji. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji husika anapaswa kuwemo, pamoja na mtendaji wa kijiji pia anapaswa kuwemo. Lakini pia kuna meneja wa misitu wa wilaya, ambaye huyu sasa anakuwa ni katibu. Yeye mkuu wa wilaya akiwa ambaye ni mwenyekiti, na huyu meneja wa misitu wa wilaya anakuwa ni katibu. Kamati hii ina kazi gani? Kazi yake kubwa ni kupokea na kutoa maamuzi kuhusiana na maombi ya uvunaji wa mazao ya misitu. Na hapa tunaongelea mazao yako mengi kama tunavyojua, tunaongelea habari ya mbao, lakini vivyo tunaongelea habari ya magogo, kuna habari ya fito pia zinaingia, na kikubwa zaidi ambacho kila mmoja nafikiri anakifahamu ni habari ya mkaa, ambapo mkaa nafikiri kwa asilimia zaidi ya 70 ya Watanzania nafikiri wanatumia mkaa kama nishati. Kwa hiyo kuna maelekezo yako kwenye kanuni humu namna gani sasa vitu kama hivyo au mazao hayo yanapaswa kuvunwa, lakini vile vile na biashara yake itafanyika namna gani. Kanuni zinatoa hayo maelekezo. Kamati hii ambayo kama nilivyosema inaongozwa na mkuu wa wilaya inatakiwa kukutana walau mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo maombi yote yanapelekwa na wanakaa mara moja kwa mwaka, lakini vile vile wanaweza kuwa na vikao vya dharura kulingana na mahitaji na kwa ajili ya kufanya maamuzi. Na wanapokutana maamuzi hayapaswi kufanyika kama quorum au ile idadi ya wahudhuriaji katika kikao iko chini ya nusu. Kwa hiyo quorum ni watu watatu, wajumbe watatu, lakini hapo kama nilivyosema lazima mwenyekiti na katibu wawepo. Ni mtu mwenye vigezo gani anayepaswa kuomba kuvuna mazao ya misitu kwa mujibu wa kanuni? Kwa mujibu wa kanuni anapaswa kuwa Mtanzania, au kwa maneno mengine anapaswa kuwa raia wa Tanzania, lakini anapaswa kuwa pia amesajiliwa kama mfanyabiashara wa mazao ya misitu kulingana na kanuni za misitu za mwaka 2004. Lakini pia anapaswa kuwa na leseni halali ya kufanya biashara, anapaswa kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi, kama tunavyojua inaitwa TIN kutoka TRA, lakini anapaswa pia kuwa na utaalamu ambao unahusiana na masuala ya misitu, lakini pia na namna ambavyo mazao yake na biashara yake inapaswa kufanyika. Na mtu ambaye anapaswa kuthibitisha hili ni director au mkurugenzi wa misitu. Kingine ni lazima awe amelipa ushuru kulingana na viwango vya ushuru ambavyo vimeainishwa kwenye kanuni za misitu za mwaka 2004. Kwa hiyo ukiangalia haraka hivyo ndio vigezo mtu yote ambaye anapaswa kufanya au anataka kufanya biashara ya mazao ya misitu, basi hivyo ndio vigezo ambavyo vimeainishwa kwenye kanuni. Na baada ya hapo sasa anaweza kupeleka maombi yake kwenye ile kamati ya uvunaji kama nilivyosema, ili wao wafanye maamuzi ya au avune
na avune wapi na kiasi gani, au asivune, labda kulingana na biashara, namna anavyofanya biashara au historia ya kibiashara, namna alivyokuwa akiendesha biashara zake huko nyuma, kwa sababu wana namna ambavyo wanakaa na kuangalia. Maombi ya uvunaji wa misitu yanapaswa kupelekwa kwa nani? Kwa mujibu wa kanuni, maombi ya uvunaji kwa misitu inayosimamiwa na serikali kuu yanapaswa kupelekwa kwa meneja wa misitu wa wilaya. Kwa misitu ambayo inasimamiwa na serikali za mitaa, yanapaswa yapelekwe kwa ofisa wa misitu wa wilaya. Na kwa upande wa misitu ambayo inasimamiwa na vijiji, basi maombi hayo yanatakiwa yapelekwe kwa mtendaji wa kijiji, ambaye yeye baada ya kuyapokea anapaswa kuyapeleka kwenye ofisi ya ofisa misitu wa wilaya, na ambaye huyo sasa ofisa misitu wa wilaya ndiye atayapeleka kwenye ile kamati ya uvunaji ya wilaya kwa ajili ya kutolewa maamuzi. Hii kamati ya uvunaji ya wilaya ikishakaa na ikatoa maamuzi kwamba imekubaliana na maombi, wanapaswa kutoa kitu kinachoitwa cheti cha uvunaji, kwa Kiingereza wamekiita allocation certificate. Na hichi cheti manake kinamuonyesha au kinampa nguvu sasa muombaji kwenda kuvuna, kwa sababu atakuwa ameelezwa ni wapi, kama ni miti ya aina gani, na ataivuna wapi, kwa kiwango gani, na kwa muda gani pia. Wakishampatia hicho, basi hicho ndio kinatumika kama kielelezo cha kumwezesha yeye kwenda kuvuna miti. Lakini sio kila miti inakatwa. Kwa hiyo ile kamati kazi yake nyingine ni kuhakikisha kwamba miti pekee ambayo inayovunwa ni ile ambayo inakubalika kwa mujibu wa sheria za misitu pamoja na sera za misitu ambazo kama serikali imetolewa na serikali kwa ajili ya kuwezesha kuendelea kuhifadhi misitu na kupunguza jinsi au namna ambavyo misitu inazidi kuteketea. Kwa mujibu wa taarifa tu ambazo tunazisikia kupitia Wizara ya Maliasili, namna ambavyo misitu inavunwa kwa sasa, idadi yake ni kubwa sana kulinganisha na namna ambavyo misitu inapandwa. Kwa namna nyingine misitu sasa inavunwa kupita uwezo wa nchi kupanda, na katika mazingira hayo kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu ongezeko la watu ni kubwa, kwa siku zijazo basi misitu hii ikapotea, na ikishapotea athari zake pia ni kubwa. Kwa hiyo ni kanuni nzuri kwa kifupi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba misitu hii inaendelea kulindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kitu kingine ambacho ni muhimu kukifahamu ni juu ya uvunaji wa mkaa. Mkaa kidogo ni kitu ambacho wengi wetu nafikiri tunafahamu na tunakitumia katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu tu ya urahisi wake wa upatikanaji, lakini vile vile namna ambavyo nishati nyingine mbadala zimekuwa ghali kidogo katika maisha yetu ya kila siku. Mkuu wa idara ya misitu amepewa mamlaka gani? Mkuu wa idara ya misitu amepewa mamlaka ya kutengeneza utaratibu wa namna ambavyo mkaa unapaswa kuvunwa. Kwa hiyo sio tu kwamba utavunwaje, lakini pia unaandaliwa namna gani. Kwa hiyo hii ikiwa ni pamoja na namna ambavyo yale matanuri ya kuchomea mkaa yanapaswa kuwa, kwa ajili ya kupunguza pia gesi za kikarbonai wanaziita, na kupunguza hewa ukaa kama tunavyojua. Na imeweka kidogo adhabu kali kwamba endapo hutafuata huo utaratibu unaweza ukashtakiwa mahakamani. Kwa mujibu wa hizi kanuni, faini sio chini ya shilingi milioni 1 au kifungo ambacho hakipungui miezi 6 au vyote viwili. Kwa hiyo wale ambao wanafanya biashara na mkaa ni muhimu kujua hili, kwamba ni muhimu kufuata utaratibu kama utakavyoainishwa. Kwa nini ni muhimu kwa anayefanya biashara ya mazao ya misitu kutunza kumbukumbu? Kuna kipengele ambacho kimeainishwa ambacho kinamtaka kila mtu ambaye anafanya biashara ya mazao ya misitu
kuhakikisha anaweka kumbukumbu zake za biashara hiyo sawa sawa. Na hii ni kujaribu kuweka kumbukumbu sawa, kuangalia ni namna gani basi misitu inavunwa, lakini biashara yake inakwenda namna gani, kwa sababu tusisahau biashara hii pia ni lazima kwa namna nyingine ichangie kwenye pato la taifa kupitia kodi mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kutunza hizo kumbukumbu, kwa sababu wakija kukagua wakakuta huna hizo kumbukumbu, madhara yake yanaweza pia kuwa ni makubwa, ikiwa ni pamoja wakati mwingine kufutiwa kile cheti cha uvunaji unachopewa na ile kamati ya uvunaji. Wavunaji wa misitu wanatakiwa kufuata utaratibu gani? Ukitaka kuvuna miti au magogo, kwa hiyo kuna miti, magogo, mbao, fito, lakini pia kuna nguzo. Wengi wetu tunafikiri kwamba nguzo waweza kwenda kujikatia, lakini kuna maelekezo hapa, kila kimoja ni lazima kifuate utaratibu. Kuna utaratibu kwamba lazima ulipe mrabaha, na mrabaha huu umeainishwa kwenye zile kanuni za mwaka 2004 kama nilivyosema. Zimefanywa pia marekebisho mwaka 2017. Kwa hiyo ukiangalia kwenye zile kanuni za mwaka 2017 utaona wameainisha ada au tozo mbalimbali, lakini vile vile utaona wameainisha mirabaha ambayo inapaswa kulipwa kwa ajili ya uvunaji wa misitu. Zamani tumezoea kuona watu wakiwa na misitu binafsi, na hata sasa kuna watu wengi tu wako na misitu binafsi ya kupanda ile, ambayo nafikiri watu wa Iringa, Njombe, Mbeya, nafikiri kwao hili ni sio jambo geni, kwa sababu mingi iko kwenye mikoa hiyo. Na kulikuwa hakuna usimamizi sana kwenye misitu hii, kwa sababu ni msitu wako, umeupanda mwenyewe kwenye shamba lako. Kwa hiyo hakukuwa na sababu kwa nini uingiliwe wakati unapotaka kuvuna. Lakini sasa mambo yamebadilika kwa mujibu wa kanuni hizi, na kwa sasa kama unataka kukata miti kwenye msitu wako kwa ajili ya magogo kama nilisema, mbao, fito, na mazao mengine ya misitu, ni lazima ukatoe taarifa kwa mtendaji wa kijiji. Haya ni mashamba binafsi. Kwa hiyo kwa tafsiri haraka haraka, nafikiri inakwenda lengo ni kuangalia hata miti ambayo tunaipanda kwenye maeneo yetu. Tafsiri ya misitu, neno msitu ni pana kidogo, kwa sababu ni lazima kuna vigezo kwa nini msitu unaitwa msitu. Kwa hiyo sio kwamba kila mkusanyiko wa miti basi ni msitu, kwa sababu wataalamu wa misitu wana taratibu zao au wana vigezo vyao vya namna ambavyo wanaweza wakaita kichaka fulani kuwa ni msitu. Lakini kwa kuhusisha pia miti katika mashamba binafsi, manake na maana kila mti kama tafsiri iko sahihi, kila mti ambao tumeupanda, basi kabla hatujauangusha inabidi kupata kibali. Na nafikiri lengo ni zuri. Lengo ni kuwezesha tupande zaidi miti na kufanya nchi yetu irudie ule uoto wa asili. Ingawa miti haitakuwa ya asili, lakini walau ule uoto wa asili na ukijani utakuwa umerudi. Kwa hiyo nafikiri ni kanuni nzuri. Ukitaka kukata miti kwenye shamba lako mwenyewe, unatakiwa ufuate utaratibu gani? Kitu kingine pia cha msingi cha kufahamu kwenye hizi kanuni ni kwamba zamani tulizoea unakwenda mahali unajinunulia shamba, na ukitaka kuandaa ile shamba unaenda tu unakata miti kwenye ile shamba, mingine utachoma mkaa, mingine unaifanya unavyojisikia. Lakini saa hizi mambo yamebadilika, na hapa ni nafikiri watu wengi au wengi wetu ni muhimu sana kutilia maanani hili. Sasa hivi ukitaka kuangusha miti kwenye shamba lako kwa ajili ya sababu yoyote, iwe kwa ajili ya kilimo au kwa ajili ya sababu nyingine yoyote, ni lazima ukapate kibali kutoka kwenye ile kamati ya uvunaji ya wilaya. Hapa naomba nirudie kwa sababu kwenye hili nafikiri asilimia 90 kama sikosei na 5 ya Watanzania wengi ndivyo tunavyofanya. Lakini kanuni zimekuja zinatuelekeza sasa kwamba huwezi tu ukata miti kwenye shamba lako, ni lazima upate kibali. Nafikiri lengo ni zuri, kwa sababu ukiangalia kwenye mashamba yetu pia unaweza kukuta kuna miti mingine ya asili, lakini vile vile namna tunavyokata na ambavyo tunafanya
kufanya pengine inakuwa si namna nzuri zaidi. Kwa hiyo kanuni zimejaribu kuweka pia usimamizi huko kwamba ukitaka kuvuna basi lazima upate kibali, japokuwa kwamba miti ni iko shambani kwako na wewe ndio mmiliki wa shamba. Usikose kuangalia mwendelezo wa mada hii wiki ijayo. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.